Shida na hii shida ya niseme wanawake wanajikuta wako kwenye, yani wanawake wanajikuta wako kwenye njia panda, alafu hiyo njia panda inakuwa ina stress na depression sana, umeelewa? Kwa sababu wanawake wengi inabidi wachague kati ya actual mwanaume wanayempenda, si ndio, versus financial security. Sio, umeelewa? Mwanaume wanaompenda, yani actual akimwangalia tuseme wanaendana, interest, hobbies, miaka, yani zile, yani kila kitu kiko kina click sawa. Lakini kuna option pia kusema huyu mtu labda financially ana kazi nzuri au ana pesa au ana nini. Sio, umeelewa? Sasa hii imewaletea shida wanawake wengi sana. Alafu shida yenyewe haiwaletei wakati ule. Shida zaidi inakuja kuwa miaka inavyozidi kwenda. Miaka inavyozidi kwenda. Kwa sababu again inabidi uolewe na mtu ambaye humpendi au humkubali 100%. Kwa sababu ya financial status. Sio, umeelewa? Ndio. As time goes, ile unajua mkiwa kijana kuna hali fulani mtu ambaye hata kama kuvuti sana anakuwa, but miaka ikizidi kwenda ile hali inazidi kuongezeka. Sio, umeelewa? Yani miaka inazidi kwenda, unazidi kwenda kuzeeka, kula na vitu kama hivyo, ile inazidi kuongezeka. Kwa hiyo wanawake wengi wanakuja baadaye kupata shida, kwa sababu wanakuja kugundua too late kwamba actually ile security walikuwa wanaitaka bado haiwapi furaha. Bado wanakuwa lonely. Bado wanakuwa na stress. Bado wanakuwa na depression. Kwa sababu yule mwanaume wamchagua kwa sababu ya, si ndio, wanataka uhuru ile. Kwa hiyo matokeo yake wanafurahia zile mali au wanafurahia ile status wakiwa labda na rafiki zao wao wenyewe. Lakini from there on in depression. Anapokuwa na yule mhusika mkuu ambaye ndio mume, anakuwa hamfurahii. Hamfurahii wala enjoy, hana ile 100% niseme total happiness. Sio, umeelewa? Lakini angalia kwa upande wa wanaume ilivyokuwa tofauti. Kwa upande wa wanaume si ana pesa na viela. Yeye anaweza kupata msichana yoyote anayemtaka. Sio, umeelewa? Kwa kutumia pesa yake. Kwa kutumia ile hali yake. Kwa hiyo wewe tuseme si ni labda binti ambaye kwenye macho labda unavutia, si ndio? Yeye ana pesa, hahitaji kuvutia. But that's true. Yani hiyo ndio fact ya dunia sasa hivi. Si ndio? Kakuchukua wewe, si ndio? Baada ya miaka 20, 25 yule mwanaume kama na akili, yeye pesa bado anayo. Kwa hiyo yeye bado anavutia. Kwa pesa. Lakini wewe ndugu yangu, baada ya miaka 20 koje? Kuna wasichana wengine bado wanazaliwa ambao wataendelea kufanya nini? Kuvutia, ambao wao watamvutia zaidi. Lakini kutoka kwako ataenda kwa mwingine ambaye anamtaka. Sababu yeye anatumia power ya pesa. Anatumia hela. Yaani hiyo ndio kitu kinachovutia. Lakini wewe ulienda kwa sababu ya kuvutiwa na nini? Na pesa. Lakini na wewe mwenyewe ndani bado una crave kupata response ya moyo wako unachokitaka. Sio, umeelewa? Sasa hii ndio inaleta hii shida kubwa sana. Kwa hiyo by the time mwanamke anafikia 40, 45, 50 anaanza kucrave, kutaka sasa yale maisha, anakuja kugundua kwamba hivi vitu vyote vilivyokuwa navyo havinipi nini? Furaha. Sina amani, sina chochote. Sio, umeelewa? Sijui jumuiya anaenda mwenyewe. Sijui sijui, umeelewa? Sijui kwenye harusi, kwenye party, kwenye nini anashindwa kwenda na huyo mtu. Sijui, umeelewa? Hela zipo. Kwa nini anashindwa? Sikiza, hela zipo. Mali zipo. Sijui, umeelewa? Lakini hawezi kuwa naye katika hiyo environment. Sijui, umeelewa? Ideally anachokitaka kiko kule, lakini kwa sababu huyu alikuwa na hela zaidi ndio kitu ambacho kimemvutia. Kwa hiyo by the time again wanapofika 40, 50 huko shida inakuwa kubwa zaidi, kwa sababu kule sasa ndo anaanza kucrave ile, kwa sababu issue ya ndoa ni companion. Ndoa ni rafiki, mtu wako karibu, mnacheka, mnafurahi, mnaenjoy, mazuri mabaya, mna hasa wote mnatafuta. Sasa wanawake wengi wamefall kwenye huu trap ya kwamba anataka ingie kwenye ndoa, hataki kutafuta. Iko ready made. Anataka ni kitu ambacho kiko tayari. Of course kuna wachache ambao hawako kwenye hiyo mindset,
Umeelewa? Lakini wengi wanataka vilivyokuwa tayari. Yaani aolewe na mtu ambaye yuko kila kitu kiko tayari. Sasa hiyo ndio inakuja kuleta shida baadaye. Kwa hiyo hii tunazungumzia sasa hivi na michepuko. Sasa hivi imeanza kuapply pia kwa wanawake. Sio, umeelewa? Sio, umeelewa? Kwa sababu michepuko si kinachovutia ni mali. Michepuko kinachovutia ni muonekano, si ndio? Kwa hiyo baba yeye ana pesa. Sio, umeelewa? Anavutia kwa upande wake. Mama mtu mzima apate attention kwa mzee, naye anachepuka ana kijana wake. Yule kijana kitachomvutia ni mali za shangazi. Sio, umeelewa hapo? Kwa hiyo either way wote wanaenda kupata satisfaction pembeni. Lakini wote wamesababisha hii triangle. Sio, umeelewa? Wote wamesababisha wote, kwa sababu wote wameenda kuoa watu ambao realistic kiuhalisia sio watu ambao takiwa wawe nao. Sio, umeelewa? Mwanaume unaweza kuchagua mwanamke ambaye anakupenda wewe sio kwa sababu ya mali zako. Au kwa hela zako. Anaweza kukupenda wewe tu kwa vision yako, kwa akili yako, kwa mipango yako uliyokuwa nayo. Ukishafika kwenye hiyo level ya hiyo status ya kuwa na mali, utajuaje huyu ananipenda mimi na sio mali zangu? Ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Acha kutoa hela. Acha kutoa hela. It's very simple. Acha kutoa hela. Kwamba una hela una kila kitu. Acha kutoa hela. Kwani mimi ni babako? Acha kutoa hela. Si mahusiano. Si tuko kwa mahusiano. Wewe una maisha yako, mimi ni ya kwangu. Acha kutoa hela. Wakati ule mna date mko pamoja, acha kutoa hela. Sawa, kama mnatoka yaani kununua drinks no problem. Kwenda sijui kula no problem. Lakini acha kutoa hela, acha kusponsor familia, acha kumsponsor mtu. Acha kutoa hela. Acha kununua mahusiano. Sio, umeelewa? Watakuwa nakupenda. Ndio utajua. You give it time. Hamna mnaweza kufake miezi 6, 7, 8 mwaka, miaka miwili. Kwa sababu hela ni za kwako, maisha ni ya kwako. Kwani akija nyumbani kwako una gari na lazima umnunulie gari? Maana yake yeye anatakiwa kupende wewe kama wewe. Sio mali zako. Again narudi kule kwa cosmetics. Mali zinafanya nini? Zinapotea. Mali zinaweza muda wote zikachukuliwa tu. Maisha yanazunguka. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba, kwa hiyo ni wakati gani huyu ataplay part yake kama mume, kama mwanaume wake kwenye zile kwanza tuongee kiuhalisia. Maana yake sisi wenyewe wanaume tumeingia kwenye hiyo trap. Tumeingia kwenye hiyo trap kwa sababu ya uoga wetu. Unajua, ngoja nikwambie, mtu anayetumia hela ni kwa sababu kichwa chake pia nacho kinashindwa kuwa hana ubunifu, hana vision, labda naye pia kichwani hayuko vizuri sana. Kwa hiyo ndio maana wanaume siku hizi hata kuongea hawezi, hao hawataki kuongea, yeye anatoa hela tu. Na wanawake siku hizi nao hawataka kuangalia usoni, anaangalia wapi? Mfukoni. Kwa hiyo mahusiano yamekuwa hakuna tena maongezi, yani hakuna value. Maana yake there is no, yani wakati wanawake mnatakiwa nyinyi mvutiwe sio tu na muonekano, but na sense of mindset na uwezo wa mtu kiakili. Sio, umenielewa hapo? Sasa maana yake ni hivi, mimi sihitaji wewe kuinvest chochote kwako wakati tuna date, wakati tuko kwenye mahusiano. Nachohitaji kuinvest kwako ni ule muda tunaospend ambao na wewe unafaidika nao na mimi nafaidika nao. The time ambayo mimi natakiwa ni invest na wewe uinvest ni wakati ambapo tumesema sasa na kuchumbia tunaenda kule, yani maana sasa vision yetu ni moja, tunataka kuoana. That's the time. Hapo ndo hizo financial commitment natakiwa zianze. Kwa sababu huwezi ukawa na financial commitment ya mtu ambaye una future naye. Kwa hiyo huu muda wote ni wa kujuana mpaka kuamua kwamba huyu kweli ndo mtu ambaye nitakuwa naye. Huwezi kuinvest kwenye kitu ambacho utakuwa nacho. Nani anafanya hicho kitu? Mimi sijawahi kuona. Sijui umeona. Lakini sisi sasa hivi wanaume wananunua mahusiano. Akiona mwanamke mzuri anakununua kwa sababu anakutaka kwa sasa. Ambaye akitaka kukoa anakuonyeshia pale, anakuchukua, anakuweka. Lakini hizo sasa ndo fake investment. Hiyo ni fake investment. Sio, umenielewa? Hautakiwi uspende hela yoyote kwa mwanamke kabla hajakuwa mchumba wako au mtu ambaye unaenda kumuoa. Na lazima hizo ziwe katika mutual. Sio, umenielewa? Yaani sio kwamba yeye anafanya kazi, wewe unafanya kazi alafu wewe ndio unaspend. Hicho kitu hakipo. Hapo ndo kwenye mahusiano tuko upside down. Na hii narudia tena, ndio hii imetoka kwenye ile, umesikia? Zamani. Zamani kwamba nini? Tunaoa watoto wadogo. Of course ukiwa mtoto mdogo lazima umhudumie kila kitu. Lakini kwa sasa hivi kwa akili zetu tunasema tunataka tuoe watoto wadogo. Hataki kuoa watoto wadogo. Kwa wanaoa watoto wadogo wataendelea kuhudumia. Ndio nasema. Ambayo sasa hiyo lazima kweli huyo mtu aweze kuhudumia fully. Lakini sasa sisi naona wanawake wameondoka na hiyo trend yote. Ulikuwa unasema wanawake wameondoka na hiyo
wameondoka nayo culture wao, kwa sababu wanahudumiwa. Yani hata akija kuwa na kazi zake anataka mwanaume bado amhudumie. Yani wanasema hela ya mwanamke sio hela ya familia. Hapana. Kwa ndoa ni ya watu wawili, future ni ya watu nyinyi wawili na familia yenu. Investment inatakiwa ya watu wote nyinyi wawili. Ile ni partnership. Wewe huwezi kuwa na hela yako wewe mwenyewe kwenye ndoa. Mwanaume hawezi akawa yeye ana hela yake inatumika ndani, alafu mwanamke yake inatumika nje. Sasa hiyo sio ndoa. Hiyo sio function ya partnership. Ndoa ni partnership. Mungu alivyomwambia Adam si vema kuwa yeye mwenyewe, alimletea partner. Umeelewa? Hakumletea mjakazi. Sasa wanawake wanaact kama wajakazi. Alafu hicho kitu wakiona. Unaelewa maana mjakazi? Yaani maana yake wewe la zako kama mwenyewe, mwanamke ambaye yuko completely tofauti na wewe utakiwa umnunue. Umeelewa? Yaani wanaume wananunua mahusiano, kuforce ndoa kwa sababu anamtaka yule mwanamke. Na yule mwanamke ili ampate lazima mgaramikie. But ndoa iko hivyo. Gharama ya ndoa ni moja tu. Upendo. Sio mali, sio vitu. Ni upendo. Hiyo ndo gharama pekee yake ya ndoa. Wanawake nao hivyo, it's exactly the same. Yeye kwamba anachukua mwanaume kwa sababu ana vitu, ana mali, si ndio? Cost yake sasa inakuwa ni mwili wake. Si umeelewa? Baada ya cost yake kuwa upendo kwa yule mwanaume, cost inakuwa ni mwili. Kama mimi nimetumia hela kukupata wewe, si ndio? Si ndio? Nimetumia hela kukupata wewe. Clearly mimi nikikuangalia na kuona wewe ni mwanamke mzuri, nataka nikuoe. Si umeelewa? Si umenipata? Kwa maana yake cost yake ni mwili wake, kwamba katika ile ndoa investment yake ni yeye, uzuri wake. Si umeelewa? Ni uzuri wake. Lakini sasa wanaume imefikia mpaka stage katika kuflip hizo. Tunazungumzia sasa hizi mambo ya wife material. Wanaume sasa hivi baada ya kugundua hicho kitu ambao wao wanaume wakati sasa. Si umeelewa? Wakati ndio wapi? Wanaume wakati na ambao hawana pesa nyingi sana. Umeelewa? Inabidi wawe wife material. Si umeelewa? Wife material ndio huyu mwanamke ambaye yani yeye anaonekana, yani ukimwangalia na huyu mwanamke ana heshima zake, anavaa vizuri, avae si labda vingo vifupi, sijui hana kucha kama zako, anaenda kanisani, mcha Mungu, anaweza akakaa nyumbani akalea watoto akazaa akafanya kazi akarudi nyumbani. Hawa ndio wife material definition ya Watanzania. Yani mwanamke ambaye anaweza akakaa nyumbani au akaenda kazini akarudi bado akatolerate vitu vyako. Sio, umeelewa? Wale wanawake wa Mungu, wale waambiwa mwanaume aachiki mpaka. Kwa hiyo mimi nikakuta sio mcha Mungu. Mimi nakupa definition yao sasa. Umeelewa? Yao. Umeelewa? Ambavyo hata wao wenyewe hawajui. Mimi ndio nakwambia definition yao ndio hiyo. Kwamba huyu mwanamke chochote kiweje, huyu anaamini kwamba mpaka Mungu afanye nini? Ashuke ndio ndoa inavunjika. Si umeelewa? Alafu sasa huyu mwanaume kwa sababu wewe ni wife material, lazima awe na mwanamke anayempenda yeye, ndio anaenda kununua urembo huko nje pembeni au mchepuko. Si umeelewa? Au sasa yule mwanamke mwenye akili kazini katika biashara zako, unakuta mwanaume ana wanawake kama watatu. Kuna yule ambaye ana akili, anaweza kufanya naye biashara, anafanya naye madili yake. Kuna yule ambaye ni mrembo, alafu kuna wewe uko nyumbani mke. Dada wa kazi. Ndio hivyo. Wewe mpishi, wewe watoto, sawa, unaweza kawa na biashara lakini bado wewe ni mke wa ndani. Si umeona? Kwa sasa aendi na wewe kokote. Very rare. Ni ndugu tu anamfahamu msimu kwa msimu. Tendo la ndoa linakuja kwa msimu. Masika. Tendo la ndoa ni masika. Umeona? Kwa hiyo sasa the point ni kwamba wote tumejitengenezea huu mzunguko. Kwa hiyo unaona hapa kwa mzunguko huo michepuko kuisha ni ngumu sana. Kwa sababu unajua kiuhalisia ni bora mtu akuoe kudivorce tu. Si umeelewa? Yaani ni bora hata wazungu wanavyofanya. Mzungu anaoa mtu anayempenda, mtu ambaye anainvest nao kwenye mahusiano. Akiona umebadilika, umechange, anakudivorce, anaenda kutafuta mtu mwingine anayempenda. In fact wao wanaweza kuishi muda mrefu tu vizuri kwa sababu wana furaha. Hata kama furaha ukipata miaka 5, mtu akichange ni 5. 6 kuliko umekaa miaka 40 yote ya mateso. Si umeelewa? Miaka 20 anniversary ndio nini bana, hamna anniversary. Miaka 50. Anniversary wakati yote wapi? Sasa anniversary ya nini? Okay, so now napata majibu kwamba ndio maana wakiona mahusiano kama ya kwetu wanapata uchungu sana. Ndio huko nimekuja kwako sasa. Wanaumia kwa sababu kwanza wataanza mimi mdogo. Wewe mdogo Unajua ni kwa sababu gani? Wao wanatafuta wanaume wenye pesa ambao wanakuwa lazima wawe wakubwa. Kwa sababu yeye anataka vitu walikuwa tayari. Mtu alikuwa tayari hawezi kuwa mdogo. Walikuwa tayari wadogo ni wachache sana. Sumela kwa lazima awe mkubwa.
mzima sana. Sijui umenielewa. Kwa tayari mimi hapa mimi ni shida kwao. Sijui umenielewa? Kwa sababu mimi sio mdogo, kwa sababu ni umri. Wanakuona mdogo kwa sababu wanakuangalia wewe. Wale wanaume ambao wao wanawachukua wao wakiwa wakitaka kuolewa. Kwamba yuko tayari kila kitu. Lazima awe mtu mzima. Ameshajenga na magari na mabiashara. Huyo hawezi kuwa kijana. Hawezi kuwa kijana. Lazima awe. Umeona? Ndio maana kuna hilo gap kubwa la sisi huku especially Afrika na Tanzania, wanawake wanaolewa na watu wakubwa. Ukienda kuanzia hicho gap, hakuna gap ni hivi. Yaani kule huwezi kukuta mtu amepishana miaka hiyo yote. Kunakuwa very rare sana. Miaka 20. Umeona? Sasa ndio maana wakikuangalia na mimi tayari wanasema wewe mdogo. Umeona na mimi mdogo. Wewe miaka 45 mdogo. Miaka 45 mdogo. Apparently miaka 45 ni kibenteni. Iko na kibenteni. Na majina yao mengi. Kibenteni si kingine nini? Unatajua wewe. Kwa hiyo wewe unaonekana mdogo. Miaka 45 wewe mdogo. 45 mdogo. Au mdogo kulingana na wanalinganisha na nini? Sasa sijui ndio tuwaulize. Miaka 45 mdogo wangu unakuaje mdogo? Yaani mdogo wako uko wapi? 45 unakuaje mdogo? Na hao utakuta wengi wanaongea hivyo, hao wanawake. Either wako umri sawa na mimi au ni wadogo kwangu. Wengi wao. Wanasema yule na okay, na mimi wananiperceive kama mtu mzima. Wewe mtu mzima. Semela mtu mzima kivipi? Wewe kwa age yako Tanzania, utakiwa ushaolewa zamani. Umeelewa? Na babu wako huko mshazaa mfanya nini? Umeelewa? Sijui umeelewa? Na babu wako umekaa, ndio maana hata wana confuse watu ambao wanawake wanataka wanaume ambao wamelingana miaka. Kumbe wajui wenzao wanatafuta furaha. Wanataka furaha. Hela tunaweza tukatafuta. Maisha tunaweza tukatafuta. Alafu mtu mzima kama mimi sasa hivi miaka 45, wao wanatarajia kwa wao ni kwamba nisiweke kucha, nisiweke nywele, nisivae vizuri. Sasa ndio hicho natukwambia, wao si wamewekwa nyumbani. Nisivae vizuri, nipige madera, afu sijapata sidiria. Wamewekwa nyumbani. Nyonyo liko huko kwenye kiuno. Afu na kuna aina nyingi. Kuna ambao wamewekwa nyumbani. Hivyo vitu nao ni vigumu kufanya kwa sababu hata ile attraction na wenyewe wamejikatia tamaa. Wanamfanyia nani hivyo vitu? Wewe una mtu wa kumfanyia hivyo vitu. Kwa sababu watu wanatakiwa kufanya hivyo vitu, either unamfanyia mpenzi wako au unajifanyia wewe au unafanyia for both of them. Which is fine. Unaona? Lakini sasa yeye tayari ameshajikatia tamaa. Yuko na mtu ambaye ampendi, yuko kwa sababu zingine. Hata hiyo energy ya kutengeneza anaipata wapi? Ana. Umeona? Na kuna wale ambao anataka sana kufanya vitu, labda ana viela. Sijui umenielewa? Lakini mtu aliyokuwa naye hawezi kumsupport hicho kitu. Kwa anabaki yuko kwenye dunia mbili. Hivyo unavyofanya yeye anavipenda na vitamani. Umeona? Lakini nguvu ya kufanya hana. Kwa sababu lifestyle na mazingira yake hayaruhusu hicho kitu. Sijui umenielewa hapo? Hawezi kurudi nyumbani akasema mume wangu hapana, hapa tunaleta dada, hizi shughuli za kupika nini afanye dada. Umeona? Mimi ni mke wako, nibaki nikienda kazi narudi mrembo najiweka vizuri, tuna spend time. Hawezi. Siku nitengeneze nyewe, siku nifanye nini. Ndio wale wanabaki mimi nishazeeka. Ile ni denial. Yaani ile sio kama wanaongea ukweli. Yaani ile ni kauli ya watu wanaotafuta excuse ya kutofanya kitu fulani. Lakini matokeo yake wanaishi. Mtu anayesema nishazeeka sawa, wanaishi na matokeo yake, akimwona anaifanya anamchukia. Sio umeelewa? Anayefanya anamchukia. Sio umeelewa hapo? Ni kama sasa hivi of course kuna wanaume ambao wanaweza wasinipende mimi. Wengi tu. Sio umeelewa? Which is fine. Yani wao wanapokimbilia ni kukuita jina ambalo wanajua yani wanakuumiza. Sasa hawezi kuniumiza mimi. Mtu anaweza kuniumiza mimi ni Mungu tu. Wewe binadamu huwezi kumfanya chochote. Sana mimi ndo nitakuumiza wewe. Kwa sababu mimi nitakuexpose kwenye ujinga wako. Umenielewa? Mimi nitakuexpose kwenye ujinga wako. Na ndio hicho tunachokifanya. Umeona? Kwa hiyo yeye, lakini cha msingi ni kwamba hii yote inaanza wapi? Inaanza kwenye chaguo. Chaguo lako utaishi nalo. Kama unachagua hela. Sasa wewe kama umechagua mzee, dili naye. Umechagua kibabu, dili naye. Ndugu yangu, kama umechagua mwanamke mzuri anakupa stress kila siku unahudumia, dili naye. Chaguo ni la kwako. Tumeelewa? Upendo ni bure. Yaani ni bora upendwe kuliko mali, kuliko vitu. Bora upendwe. Actually upendo unaongeza miaka. Ndio maana Mungu alituwekea upendo kama kitu cha kwanza. Lakini nyinyi mnachagua mali, mnachagua vitu. Chaguo lako utadili nalo mwenyewe. Msiletee stress hapa kabisa. Tunawapa elimu, chukueni. Tafuteni wanaowapenda. Mali zipo zitapatikana. Umeelewa? Chagueni wanaowapenda. Chaguo lako dili nalo. Haya jamani, niwaonyeshe tumbo kidogo. Hawataki. Mpaka mkate roho. Na mtoto amepanda juu leo. Na wapi huko?